Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavoo Media. Kipindi hewani sasa hivi ni Gumzo na upo nami mtangazaji wako Yusuf ibn Daud ibn Lucas, na leo katika Gumzo nimetembelewa na mgeni adhimu, mgeni ambaye ni muhimu sana katika swala zima la upigaji picha katika klabu ya Simba Sports Club. Anafahamika kwa jina la Rabi Hume. Karibu ndugu yangu. Asante sana. Shwari kabisa. Kwa vizuri wewe? Niko fresh kama unavyoniona. Kazi ziko safi? Zipo fresh kabisa. Na kuona ndugu yangu tabasamu nzuri kabisa. Lazima tabasamu, tuko finali. Watifu siku ile wangekuwa wameshika na ingekuwa penalty. Wangekuwa wameshika? Ingekuwa wameshika na ingekuwa penalty. No, tungejua mengine ambavyo angekuwa. Kwa sababu hata wangefunga goli ingekuwa bado mechi inaendelea. Maana kidogo nikikumbuka kuna mtu nikaa naye pembeni alikuwa anashikilia roho kwa muda mrefu sana kwa jinsi mlivyokuwa nakaribiwa sana na watu wa style. Mpira sio mwepesi kama watu wanavyodhani. Na rafiki yangu mmoja huwa anapenda kusema mpira sio starehe. Sio starehe. Kwa sababu unaweza kuwa na enjoy kwa sababu mnashinda. Lakini kuna moment mkiwa mnazipitia. Au tuseme niwe sawa sawa na babu yangu alishai kuniambia kwamba mpira si kitu kama viatu ambavyo tunavaa miguuni na kwenda uwanjani kushangilia. Yaani kwa maana kwamba si tunavaa raba, tunapendeza, tukienda uwanjani na tunaamini tu viatu tulivyovivaa ni kama mpira unapochezeka. Sahihi kabisa. Mpira ni kitu kingine. Hisia yake ni kubwa, ukipoteza unaumia, lakini pia ukipata furaha yake ni kubwa sana. Furaha ni kubwa sana. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Ndugu mtazamaji, leo hapa tumemwalika bwana Rabi katika swala ambalo tumekaa na tunahitaji kuzungumza naye na kulifahamu kuhusiana na umuhimu wa kuwa na idara ya habari na mawasiliano katika vilabu vyetu vya mpira. Kuna umuhimu gani? Inawezekana unaona sana taarifa nyingi au mbalimbali ambazo zinatumwa katika peji za kimitandao kuhusiana na timu zinavyoendelea. Inaweza ikawa Simba au timu yoyote hapa nchini Tanzania au kule nchini Ulaya, unaonaga kuna peji inatumwa kwamba klabu ya Barcelona inamhitaji labda kiungo mshambuliaji kutoka Tottenham Hotspur na vinginevyo. Ushai kujifunza ama kutambua nini umuhimu wa kuwa na hiyo swala la idara ya habari na mawasiliano katika vilabu? Ndugu yangu, kwa ufupi zaidi, labda unaweza kutuambia hii idara au kamiti ambayo imewekwa kwa ajili ya masuala ya habari na mawasiliano ina umuhimu gani katika vilabu? Jambo kubwa kabisa. La muhimu kabisa kuhusiana na hizi idara ni sehemu ya kutoa taarifa za club. Hicho ndio kitu kabisa. Na vilabu vingi kwanza, hii ndio department ambayo ina watu wengi. Kutokana na umuhimu wake, ndio kitengo ambacho kinaunganisha wenye timu ambao ni mashabiki na wanachama hawa na timu, kwa maana ya wachezaji, technical bench na management. Ndio. Taarifa za kutoka hapa kwenda kwa hawa ambao ndio ambao sasa ndio wanaimiliki taasisi, lazima kuwe na media department hapo kwa ajili ya kushare hizo information. Kama ulivyosikia, wenye timu ni nyinyi mashabiki na mnaunganishwa kutokana na hiyo idara ambayo ipo ndani ya timu. Unadhani labda hii idara ya mawasiliano na hii habari na mawasiliano ina mchango katika kabisa thabiti na wa nguvu katika kujenga vilabu au kufanyaje kukuza kilabu kwa namna moja ama nyingine? Ukiacha hiyo kuwa inatoa hivyo taarifa, ambapo pia hilo jambo ikiwa sasa creative, itavuta hata mashabiki wenu au club zingine kuwafuatilia. For example, maana yake kama sisi labda Ahmed, maana anavyofanya kazi yake inawafutia watu hata timu zingine. Ndio. Ni rahisi kumfollow, kwa hiyo automatically kuna taarifa pia za Simba atakuwa anakutana nazo kwa ajili ya Ahmed au kwenye page za club. Maana yake kama kuna wengine pia watakuja, ni rahisi pia kukuza ile number of followers ambao namna inavyozidi kukua na brand automatically inazidi kukua. Moja ya faida ukiacha tu kutoa hizo taarifa, ndio kuna mfano kama sisi mikataba karibia yote ambayo tuko nayo, kwenye zile contract kuna kipengele cha our partners kutumia digital platform za club. Kwa hiyo ukikawa unapiga hesabu kwamba kuna hela kama wakitoa 100, kuna hela katika hii 100 ambayo
imeingia kwa sababu ya digital department, kwa sababu si wameona kwamba na hii ni sehemu ambayo pia tunaweza tukaitumia. Ndio. Kwa hiyo ni moja ya chanzo cha mapato kwa club, lakini pia labda kuna app ambayo pia inaingiza fedha. Au tukiwa kwenye hizi game za kimataifa, kuna baadhi ya partners pia wanaingia, labda tuwacheza tu game ya quarter final. Ndio. Na partners wanaingia. Au mfano tumeenda South Africa, kama pale pia TRA labda waliingia na baadhi ya taasisi zingine za serikali. Kwa wale wote wametoa pesa. Lakini sehemu ambayo kitu mileage wanaoipata kutoka kwenye club na kupitia kwenye digital ambayo ipo chini ya media department. Huo unaona pamoja na kwamba ni kuikuza brand ya taasisi, lakini pia ni sehemu ambayo club pia inatengeneza fedha. Ni sehemu ambayo club pia inatengeneza fedha. Labda unaweza kutuambia hii idara ya habari na mawasiliano, nyinyi mnahusika vipi effectively kuhakikisha mna connect na jamii na klabu yenu? Kwa upande wako wewe, tukizungumzia kama mpiga picha. Sasa hapo kuna matukio ya kawaida, kuna mechi, hizi ni taarifa tu ambazo watu wataka kujua, so ina connect pia. Lakini kama hakuna mechi, so lazima kuwa na content ambazo zinawafanya watu wajihisi kwamba ni sehemu ya taasisi. Ndio. So hicho ni kitu cha muhimu, kutengeneza content pia ambazo zina engage na fans. Hayo ndo mambo zaidi ya kuzingatia. Kwa upande wako kama mpiga picha katika hii idara, imekusaidiaje katika kazi yako ya kila siku? Sijakuelewa vizuri. Pole sana. Yani kwa upande wako kama mpiga picha, idara hii ya mawasiliano, ya habari na mawasiliano, kama wewe mpiga picha, imekusaidiaje ni katika kazi yako? Maybe yani imekusaidia kivipi katika kukufanya ujione kwamba hii kazi unaoifanya ni ya thamani sana kiasi cha kwamba hakuna mwingine ambaye anatakiwa kuwa na tuseme mwajibikaji isipokuwa mimi hapa natakiwa niwajibike kisawasawa ili niweze kupata kitu kizuri? Kwanza paka unapewa hiyo nafasi, kwanza umeaminika. Ndio. Lakini pia kufanya kazi taasisi kama hii ina mashabiki zaidi ya milioni 22 ujue. Kweli. Lazima uonyeshe kitu ili kweli hata wale ambao walikuamini wakakupa hiyo nafasi, ndio wenyewe waone pia hawakufanya kosa kupewa nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi kuwepo ndani ya taasisi kama Simba, ambayo pia mimi mwenyewe pia ni mwanachama, ni jambo zuri ambao unafurahi. Unajua unafanya kazi kwenye sehemu ambayo unaipenda, kuna timu ambayo unaishabikia, lakini pia unaenjoy yani mazingira ya kazi namna jinsi yalivyo. Na hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi sehemu ambayo mwenyewe unaenjoy kuwepo pale, unafurahia mazingira namna yalivyo, watu ambao wanakuzunguka kuanzia viongozi, management ambao ni staff wenzako, wachezaji, technical bench, unapata ushirikiano. Kwa hiyo kwangu ni ukiacha ile kwamba unapata kipato sasa ambacho kinakuwezesha maisha yako mengine kuendelea, lakini pia ni sehemu ambayo kwa watu ambao hata mimi naamini nafanya nao kazi wanaenjoy pia kwa namna ambavyo tunaishi kama familia. Ndio ndugu yangu, asante sana. Hivi unadhani kuna ugumu gani kwa mtu mmoja kuwa katika idara hii, yeye mwenyewe akawa ni editor, yeye mwenyewe pia akawa ni mpiga picha, yani kitengo hicho kama wewe ndugu yangu, yani unapiga picha mara kidogo unaambiwa kaposti, unatakiwa ukaposti, yani wewe unafanya, kuna ugumu gani? Sasa sijui kwa vilabu vingine, lakini kwa sisi tupo wengi. Na sawa mimi na post, lakini sio kama mimi peke yangu na access ya kupost. Japo kwa 99.9 na post mimi mwenyewe, lakini nimeshazoea. Mimi wakati naanza kazi Simba, kwanza hapakuwa hata namba ya watu ambao wapo sasa hivi. Mlikuwa wachache sana. Nadhani tulikuwa watu 3. Almost 3. Sasa hivi tunakaribia watu 10. Watu 10. Yeah, kwa hiyo mimi nilikuwa nishazoea. Na mimi hata kabla ya kuingia Simba, sema ambao nilikuwepo, tayari nilikuwa yani kwa nawaambia baadhi ya watu kwamba haya majukumu ambayo niko nao Simba, kwa mimi huwa naona kwanza ile time ukawa nilikuwa nafanya kazi kama ilipungua. Kwa mimi nataka mtu akawa anaona mbona kama ana vitu vingi sana ambayo anafanya mwenyewe, lakini mimi huwa naona kama vile vitu
wingi ule kama ulipungua kwa kiasi fulani wa kazi. Kwa mimi kwangu waga naona iko okay kabisa. Na mimi sio mtu wa mambo mengi. Yani mimi ni mtu asubuhi, either kama ninaenda ofisini nitaamka nitaenda ofisini, nikitoka ofisini nitarudi nyumbani. Yani sina mambo mengi, maisha yangu hayana mambo mengi. Kwa hiyo ni rahisi kuwa na time ya kufanya kazi. Kwa sababu kama sina vitu vingine labda hutaniwa labda nimeenda club. Sawa, inaweza katokea mara moja labda marafiki bwana labda tumeingia finali bwana twende tukajipongeza au twende sehemu fulani tukahafana. Lakini sina vitu vingi nje ya kazi. Kwa hiyo sasa najikuta kwamba hata ule muda mwingine ambao ningekuwa labda ningekuwa kwenye vitu vingine bado narudi pale kwenye kazi. Okay, lakini hapo ni kwenye ugumu. Nilitamani kujua endapo mtu akapata majukumu yote kwa wakati mmoja. Hii kazi watu wengi sana wanachukulia ni labda ni jambo la kawaida kwamba nitapost nitafanyaje. Sasa vitu vingine unajua ukiwa nje. Na sio tu kwetu. Ndio. Taasisi nyingi. Mtu ukiwa nje kuna vitu unaweza kuona unaviona. Sema mimi siku nikiingia pale hiki. Lakini haya njoo kaa. Kwa unajikuta hata wewe sasa ulikuwa unaongea sasa unajikuta wale kwa pale kwanza wale hata wanafanya yako. Kwa muda mwingine ni yani mimi huaga naona kawaida kwa sababu pia na marafiki wengi pia ambao wako serikalini, so hata nakuwa naona muda mwingine kwenye mitandao namna inavyokuwa. Haya hivyo ni vitu ambavyo viko kwenye taasisi nyingi. Lakini kiuhalisia huwezi ukabadilisha kila kitu. Huwezi. Lazima ujifunze pia. Kwa Afrika mfano kwa sisi tunavyofanya na namba ya watu ambao sisi tuko nayo. Ndio. Sisi tuko mbali sana. Tuko mbali sana. Tofauti na vilabu vingine. Sana. Yani sisi tuko mbali sana. Kutokana kwa sababu ukiangalia namna ambavyo sisi tunafanya kazi. Ndio. Kulinganisha na hivyo vilabu. Kama wafuatilia vilabu vya Afrika hata ukiangalia wao hata namba ya content ni ndogo kulinganisha. Vilabu vingi yani sisi huko kwetu tunafanya sana. Si hapa ndani ya Tanzania au Afrika nzima. Hakuna wenu naye anachokifanya. Hakuna club. Sasa tumewaacha kwa namba ya followers wangu. Mimi hasa kwa hizi teams za ndani huwa na same na dashboard kabisa. Mimi naangalia ukwaji wa vilabu vyote. Namna ambavyo ukwaji wao kwenye mitandao namna. Kwa mimi najua ni kimda kingine yani mfano nakuwa najua kabisa per day wastani wao ni followers wangapi. Namna ambavyo inaenda. Kwa mimi huwa naelewa. Na sisi ile gap huwa linaendelea kuongezeka. Na marafiki hata huko muda mwingine tunataka kama napiga story lakini nawaambia wajua hata mkiwa kwenye peak upinzani ndio bado mimi nakuwa najua yani kwenye eneo langu bado najua sisi tuko kwenye ukwaji mkubwa kulinganisha kabisa. Na labda ni changamoto gani huwa zinajitokeza katika kuratibu mawasiliano ya picha na video kutoka viwanjani au kutoka katika matukio ya kilabu? Ukichukua content najua hata nyapa unayofanya lazima kuko na kuhariri. Ndio. Kwa hiyo hizo sio changamoto, hizo ni kazi. Lakini yani challenge labda mimi mfano ambao waga na face. Labda uwanja umejaa network nataka kupost kwanza. Yani uwanja ukishajaa tu pale yani kupost huko ndani ile eneo la kwenye pitch pale waga sio rahisi. So lazima nikimbie kwanza niingie huko hivyo kwenye dressing room. Afadhali sasa hivi serikali pia kama uwanja wa Mkapa hivi ambao kwa sisi ndio uwanja mkubwa wamefunga internet uwanjani. Kwa hiyo ukiingia hata kule chini ambapo kuna dressing room kule angalau kule ukifika post. Lakini ukaa huku kwenye pitch uwanja kwa full hauwezi kupost. Mitandao yote na baadhi hata marafiki zangu wa mitandao ya simu nisho kuongea nao lakini still bado inaonekanaga ni changamoto. Na sio kwetu tu. Ndio. Hata kuna baadhi ya nchi kubwa ukienda mfano tukienda Morocco. Ndio. Mohammed V Stadium pale. Ukiwa umejaa wanacheza na Raja au Wydad ukiwa umejaa network changamoto. Ukienda Egypt wanacheza na Ahly hata kama wameruhusiwa mashabiki 30 wakiingia pale network lazima utaiona inaenda chini.
hiyo kwangu ndo changamoto. Okay, ndugu mtazamaji, tunaenda break fupi kidogo kupumzika na ndugu yangu hapa Rabi Ume. Alafu tutarejea kuweza kuchakata vizuri ili swala la idara ya habari na mawasiliano katika klabu mbalimbali hapa nchini. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.